بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Amma baad, faya ummat al-Islam, kwenye kufasiri sherehe ya al-Aqidatu al-Tahawiyya ya Ibn al-Izz bin Salam, ambapo tumekuja kwenye masala ya kuwa katika ulimwengu huu kuna watu wana misimamo ya makosa katika itikadi zao. Kuna na watu ambao wamesimama na itikadi ambayo ndiyo ile ya sawasawa, lakini kwenye ufafanuzi wa mafunzo ya Kiislamu tuambiwa mara nyingine, Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, qul kullun ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sema kila mmoja yuwafanya kwa namna yake, lakini Mola wenu ndiye anayemjua aliyefuata njia ya sawa ni yupi. Sasa aya hii yatufundisha kama kwamba wewe Muislamu watakiwa uicheke mara kwa mara ile njia yako, ujicheki, ujijue, je, upo kwenye sawa kweli? Na ndio hata mara kwa mara Mtume alikuwa akiwaambia maswahaba, ala jaddidu imanakum, jueni mkitanabahi ya kwamba mnatakiwa muifanye mpya imani yenu, renew your iman. Kuifanya mpya imani kwa kulirudia neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ni kwa nini kuwe kuijadidisha imani? Ni kwa kulirejea neno hili la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa sababu mambo yote anayoyataka Muislamu ya uongozi yako kwenye hili neno la ilaha illa Allah, kisha kwenye neno la Muhammadur Rasulullah. Vipi uongozi uko kwenye la ilaha illa Allah? Kwenye la ilaha illa Allah tuatangaza kwamba aabudiwaye afaaye kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo sawa zote kwenye mambo yote, kwa lolote na chochote, twalitukua kwa huyu Mungu peke yake ambaye ndiye afaaye kuabudiwa kwa haki. Mwenzangu anaweza kukosea na mimi naweza kukosea, ni wajibu wangu nikubali nikitanabahishwa na mwenzangu, na ni wajibu wangu nifuate kila mbinu za kumfanya mwenzangu anifahamu kwenye makosa yake apate kuyawata. Kwenye kulifuata neno la ilaha illa Allah, natakiwa mimi nifuate laini ile ile aliyoichora Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mahala nitumie mbinu ambazo kwamba zinafanana na mahala ile. Kwenye kulitaka kila jambo nitumie mbinu alizoniwatia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulitaka jambo lile. Nisifuate nafsi yangu kwenye chuki ninazotiwa na shaitani kinyume na ndugu zangu. Jiulize, wakati wewe ukijihisi wamchukia mtu, una mtu unamchukia, naturally unamchukia, humpendi, jiulize usawa wako
katika kutompenda mtu yule. Una mambo huyataki, jiulize usawa wako katika kutoyataka mambo yale. Kukipingana sharia na mazoea, fuata sharia. Kukipingana sharia na hawa, fuata sharia. Kukipingana unalolipenda wewe na alipendalo Mwenyezi Mungu, fuata analolipenda Mwenyezi Mungu. Ndiko kuhakikisha neno la la ilaha illa Allah. Shaitani nasikwambie hata siku moja kwamba kweli hilo uliloambiwa ni la sasa, lakini mimi siku zote nafanya hivi. Leo nikibadilika nikifanya vingine, nitaambiwa mbona umebadilika? Badilika. Ukiwa kubadilika ni sawa sawa. Wata ulilolizoea, ikiwa ulilolizoea halina usawa, shikamana na usilo kulizoea, ikiwa usilo kulizoea ndilo la sawa sawa. Hivi ndivyo anavyotakikaniwa mtu kusimama. Asimame msimamo ambao ataambiwa yeye kwa kusimama msimamo huo amesimama na neno la la ilaha illa Allah. Kusimama na msimamo wa neno la Muhammadur Rasulullah ni kusimama tayari kuipokea sharia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sharia yenyewe in its letter and in its data, in its spirit and in its everything. Ufuate ili sharia iliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio maana ya kuwa Muislamu. Islam is total submission to the will of Allah. Sasa ukisimama kwenye ngao hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kama anavyotufundisha mwenye kitabu hiki, asema hapo wewe ndipo utakapokuwa wafaa kusema umeuhakikisha Uislamu. Kusiwe na lako, kusiwe na la mwenzako ambalo si la Mwenyezi Mungu wala si la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Liwe lako wewe ni lile la Mtume, lisilokuwa la Mtume likiwa lako, likiwa la mwenzako, likiwa la mkubwa wako, likiwa la sultani wako, na lisiwe lako. Hapo utakuwa umehakikisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na msimamo huu unaletwa na uadilifu, na tumetahadharishwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, tukaambiwa tumeumbwa na tabia ya kuwa na haraka, na vile vile tuna tabia ya kuwa magoigoi, kuwa tuna tabia ya kuchelewa tusipofaa kuchelewa, tuna na tabia ya kufanya haraka tunapokuwa hatutakiwi kufanya haraka. Khuliqal insanu ajula, mwanadamu ameumbwa ni mwenye haraka. Na utastaajabu, mbona tuambiwa at-ta'anni min Allahi wal ajlatu min ash-shaytani, upole taratibu unatokamana na Mwenyezi Mungu na haraka zinatokamana na shaitani. Kisha kwenye aya nyingine haraka zinalaumiwa, aya nyingine haraka zinatakikaniwa, aya nyingine haraka hazitakikaniwa. Ni vipi? Ni kwa sababu ya kwamba haraka panapotakiwa haraka si haraka. Ina maana ya kwamba upole panapokuwa hapatakiwi upole si upole. Kwa hivyo kila kitu kinatakiwa kiwekwe mahala pake sawa sawa, panaponasibiana na hiko kitu. Wadhalika alhikma, na hiyo ndiyo hikma. Maana ya hikma ni kukiweka kila kitu mahala pake, ni kuliweka kila jambo mahala pake. Pawema ukafanya wema, na pauovu ukafanya uovu. Kututumba mahala usipofaa kututumba ni uovu. Kuna mwanamke mmoja alitoa shairi la Kiswahili akisema, wala sitowafasiria, jaribuni kulielewa. Shairi likifasiriwa halivitamu. Asema, waambie wenye tutumba
kwamba siasa si ngondo. Kama kuvuka na simba, mbuzi na mkondokondo, ujue kwenda sambamba na kuchatua mafundo, papondo utie pondo, ujue pa makasia. Yaani kila kitu uweke mahali pake, ndio makusudio hili shairi. Ukitaka kulifahamu vizuri zaidi, mkubwa wa Kiswahili wetu yuko hapa, Sheikh Juma, ana Viswahili vya Lamu, ana Viswahili vya Mida, ana Viswahili vya Takaumu na vya Mombasa na vya Nairobi, ya kuvikosa pia kwa ushahidi. Mimi mtanisamehe, nimekoma hapo mimi. Sasa yataka tusimame sawa sawa. Haraka kuzifanya sangine zinaleta maafa, na ugoigoi kuufanya saa nyingine unaleta maafa. Yataka tuwe na hikma, na watu wanatakiwa wawe na leadership zao. Na malalamiko kwamba yako hapa na pale, bado kwangu mimi hayajakuwa malalamiko ya kikweli. Tabia yangu mimi napenda tufunuane, tufahamiane na tufahamishane. Sisi tuna matatizo, na matatizo tulionayo ni makubwa. Tuna cases which can be described as very complicated cases. Na ulimwengu huu wetu wa Kenya ni ulimwengu wa institutions. Mimi na Sheikh Juma na huyu mwenzangu hapa na Bwana Muhammad Kariuki pale, individually hatuwezi kutukua hatua zozote zikafika popote, ila ikiwa tumekusudia kujioka, na kujioka ni kujichoma. Tuko na institutions. Kelele zenu au zetu na tuzielekeze kwanza kwenye institution zetu ambazo kwamba zime take up leadership zetu kama Waislamu, ima kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya. Kwanza na tuzifuate hizi leadership zetu, wambie tuna tatizo kadhaa. Lipi mlilolifanya? Lipi mlilopanga kulifanya? Mwatupeleka wapi? Mmefika wapi? What is the reality about what is happening here? Kwa nini watu nyinyi ndio leaders wetu? Au hivi sasa tokeni tuweke wengine watuongoze. Hizi leadership zetu zinajulikana. Serikali inaitambua Baraza Kuu la Waislamu, serikali inaitambua LAMLEF, serikali inatambua Young Muslim Association, serikali inayatambua haya mabaraza yetu. These are our institutions. Na zikongamane, zisome problem iliyoko, na pengine wanafanya mimi sijui, sijaambiwa. Zisome hizi problems zilizoko kabla hatujapata matatizo sisi na watoto wetu. Watoto wetu hawatonyamaza ikiwa hawaambiwi, hawatotulia ikiwa hawachulizwi. They just want the information. They want to be informed. Unani? Ukweli uko wapi? Shida iko wapi? Twakosa sisi Waislamu au twakosewa? Just that. Lazima hizi institutions zetu zifuatwe. Tuna members of parliament. Hatukuwapeka sisi kwa jina la Uislamu. In most cases walikwenda bunge kwa pesa zao, kwa sababu Mtume amesema kama antum tuwallayuna, vile mlivyo ndivyo mtakapokutawaliwa. Ikiwa nyinyi wakati wa kupiga kura hamupigi mpaka mwajiriwe mpewe mapesa, wale walioajiri wakaenda zao kule kwa pesa zao, watumikie nini nyinyi sasa? Sasa hawa kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya wamekuwa ndio viongozi wetu. Wako as a reality, wako pale. Waambie nyinyi kwa bahati nzuri au mbovu mmekuwa nyinyi viongozi wetu. Kwa hivyo tunataka mushikane
mtuambie what is going on, what are we to do. Sisi kiukweli ni wa kufanya nini? Kihaki ya Mungu tufanye nini? Hatutaki kukosewa wala hatutaki kumkosea mtu. Tunataka kwenda na watu kwa uadilifu tuliofunzwa kuwa nao na Muislamu. Lakini tukiwacha vacuum namna hii, tusiambiwe na leadership zetu kunani yaliyoko ni yapi na yakoje, wakati huo tutakuja kupambana na misukosuko ambayo si mizuri. Kisha kula mtu atakuwa ni wakula mtu mwingine, tutabaki tukilaumiana mpaka yaumul qiyama. Na niliyoyasema kuhusu haraka, nimeyaona maafa yanayoletwa saa nyingine kwa wanadamu kwa sababu ya kufanya haraka. Kuna bwana mmoja kwenye kiswa kilichokuwa kati yake yeye na babake. Baba aliinuka akawa tajiri sana, akawa na pesa nyingi za ajabu, lakini akazaa mtoto mmoja. Akamlea mtoto wake mpaka akawa mkubwa. Baba akazeeka, akawa na ugonjwa wamsumbua, hajui na ugonjwa gani. Recently, si kisa cha zamani, ni kisa cha hivi karibuni cha miaka fulani tu. Akashikwa na ugonjwa baba, hajulikani ugonjwa wake, ukajulikana ugonjwa wake. Akamuita mtoto wake, akamstakabadhisha mali yake yote, duka na nini na kila kitu, kama sasa mali yetu ni kadhaa na kadhaa, naenda hivi, nafanya hivi, nauza hivi, nanunua hivi. Sasa mimi nimekuwa mgonjwa, nenda kupimwa kujulikana nina ugonjwa gani. Baba akaenda akipimwa, akaonekana ana ugonjwa wa figo. Ikawa lazima litolewe na apate figo la mtu mwingine, amuazime, wote wawili waishi kwa figo moja. Kijana akajitolea kutafuta mafigo ya kununua, ikawa kila mtu apimwao damu yake hailingani na yule baba, mpaka akapimwa yeye kijana secretly, akajitolea kupimwa. Hakukubali kupimwa babake ajue. Sasa kisha kijana akakosekana, baba akatiwa hospitali, akalazwa. Baba akatolewa figo, akatibiwa, akawa sawa sawa. Sasa baba hakumuona yule kijana kwa muda wa siku nyingi. Alipoingia hospitali tu hakumuona yule mtoto wake, na wakati ametibiwa miezi kadhaa wa kadhaa huko hospitali hakumuona mtoto wake, na baada ya shatoka hospitali vile vile hakumuona mtoto wake. Akashtakia mabaraza na wazee, mtoto wangu ni muovu, muhuni mkubwa, hana fadhila, hana ihsani, Mwenyezi Mungu atamjalia, Mwenyezi Mungu atamfanya hivi, atamfanya vile. Mtoto wake akaitwa na mabaraza mbalimbali, wewe namna gani asu mkubwa wewe, aqul liwalidika, umeteta na babako, umemfanyia vibaya babako, huna adabu, mshenzi sana wewe, na babako amekupa, amekutendea, amekufanyia. Akaja mtoto mpaka kwa babake, amejishika polepole, yualia. Mtoto yuwasema, mimi sikumfanya babangu chochote. Baada ya kupimwa asipate figo la kumfaa, nalijitolea mimi, na sikutaka kumwambia babangu kwa sababu najua anipenda sana. Kwanza alikataza mimi kumtolea figo, akanambia, mwanangu, mimi nimeishi kiasi cha kuishi watanife, kana figo zako, sura na kunipenda. Ndio nikamfita, nikatolewa mimi figo kwa siri. Lakini kwa bahati mbaya babangu alikatwa vizuri, lake bovu akatolewa. Mimi langu zuri lilikatwa vibaya kwa kiasi cha kumfaa babangu na kuumia mimi. Mpaka leo mimi sijapona.
Hili ndilo lilonifanya babangu asinione, na leo nimejikaza aje anione, kwa sababu mnamuona lalamika sana. Sasa ni kilio kiasi gani kwa ule baba hicho? Na kwa yoyote mwenye kusikia ni masikitiko mangapi, amechukanwa mtoto, ameapizwa, amelaniwa kwa sababu ya kumfanyia babake wema. Si kitu baba anafanya atakapo mwanadamu, na pia baba alikosa, aliyoyajua ndio wala. Unaona shortage of knowledge, kutojua mambo sawa sawa kwa ule baba kulimletea kumwapiza mtoto wake. Na vile vile wakumbuka kisa cha ule paka alikuwa amewekwa nyumbani akipewa manyama. Paka akawa mkubwa, akawa nene, akazoea lugha ya kibinadamu, akawa hujumu haswa tumika, leta ile taa pale waleta taa, leta ile kalamu pale waleta kalamu. Baada ya kuwa paka amefikiria kiasi hicho, siku moja yule mwenye paka akapatikana na udhuru, na mkewe ametoka amemwatia mtoto mdogo. Yule naye akapatikana na la kutoka kidogo, akatoka kumwambia yule paka, muangalie Halima, muangalie Halima, mimi narudi sasa hivi. Paka katika kumwangalia Halima kukaja nyoka. Nyoka alipokuja akamwelekea Halima kumuuma, na Halima ni mtoto mdogo. Paka akamrukia ule mnyoka, akapigana naye, akamuua, akamkata-kata, akajibaka damu yake, kisha akasimama mlangoni kumngojea bwanake kumpa hongera. Bwanake akija akimwona paka na madamu, alitukua panga chini ya mlango, akamkata paka madimu mawili, kwa kwamba amenuulia mtoto wake. Na kwa mwana kumwangaliwa mwa atakiingia ndani mtoto wake mzima. Haraka hazina baraka, na hutosha haya ndio yasema. Mwenyezi Mungu atupe msimamo mwema, atutakamanishe na wema, atupe na husnul khatima inda al-maut. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala al-islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.